Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Karibuni kwenye somo la 12 na kichwa kinachosema Esther et Mardochée. Notre verset est mémorisé. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Isaïe chapitre 49 verset 6. Nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata mwisho ya dunia. Sabato tukiwa na swali, changamoto, comment, unaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kwenye comment yetu ya hapa YouTube. Rafiki yangu nikusihi kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Hivi fanyapo hivyo unakuwa umefanya. Rafiki yangu, tunayo furaha ya kukaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa ni siku ya vendredi, mahali ambapo tunazungumzia reflexion avancée. Tutatoa kifupi kia somo na kujadiliana kwa maswali fulani fulani. Hivi tunakuwa kwenye robo ya ngapi? Tunakuwa kwenye robo ya 4. Ina kichwa kinachosema nini? Utume wa Mungu, utume wangu. Somo la juma hii ni la ngapi? Somo la juma hii ni ya 12. Na kichwa kinachosema Esther et Mardochée. Fungu la ukariri ni kwenye kile kitabu kia Isaya, sura yake ni ya 49, mstari wake ni ule wa 6. Isaïe 49:6, ambayo inakuja ikisema, Isaïe 49:6 inakuja ikisema maneno haya, inasema, na nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Rafiki yangu, kama huja subscribe, like na kushare, na subscribe, like na kushare. Kabla tuendelee kwenye uchambuzi, na alika mtu mmoja kati yetu atuweke mikononi mwa Mungu. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu neketi mahali pa juu mbinguni. Asante kwa kutufikisha kwa hii nyakati. Tazama tunataka kujifunza neno lako, umebariki na kutakasa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu atukuzwe kabisa. Hapo tunakuwa na somo. Nitaitoa kwa kifupi, baada ya pale nitawauliza ninyi wote hapa, nini kimekubariki katika somo ambalo ulijifunza? Nini kilikubariki pia? Hapo kwanza tujue ya kwamba tunazungumzia kisa kia Esther na Mordekai. Lakini Esther na Mordekai, kabla tuelewe kwanza kama walifika huko mahali walipo namna gani. Kulifikia muda huyo Nebukadneza akaenda kuwachukua watu mateka huko Yerusalemu na kuwaleta huko Babeli. Mlikuwemo wa Meshach, Shadrach na Abednego. Lakini hata alipowaleta wale watu, Meshach, Shadrach na Abednego na Daniel walikuwa waaminifu. Walipowaambia wale chakula kia mfalme, wakasema no, hatuli chakula kama na hichi, hatutajichafua kwa chakula kama na hiki, sisi tuendelea kumtumainia Mungu. Walikuwa wanajua Walawi 11 kwamba kuna chakula safi na ile ambayo imekatazwa. Walikuwa wamejua kwamba wanaokula nguruwe, panya wataenda motoni, kulingana na Isaya 66:17. Kuna lazima sisi tule kwanza mboga na maji. Kwa siku 10 walikutwa wamekuwa zaidi kuliko watu wengine. Wakati kwenye Daniel sura 3 wakawaambia waabudu sanamu, wakasema no, sisi hatuwezi kuabudu mtu mwingine tofauti ya Mungu aliyetumba. Kwenye Daniel sura 6 wakataza watu kuomba. Daniel akaendelea kuomba, tabia yake ikaonekana kuwa ni mcha Mungu. Hivi hata katika inji, katika mateka, katika inji ya ugeni, mtu anaweza kuwa mwaminifu kwa Mungu. Hata watupeleke mbali, lazima tuwe waaminifu kwa Mungu. Baadaye sasa 17 miaka ilipoisha, wakaambia Cyrus, kwa sababu alikuwa utawala wa Babeli ulikuwa umekwisha, Wamedi na Wapersi ndio ukaja, wakasema Wayahudi wote warudi, na Wayahudi wakaenda, lakini sio kwamba wote ndio wakaenda. Kulikuweko waliobaki, na Mordekai na Esther ni katika uzao wa wale waliobaki. Walipobaki huko, Mordekai aliambia Esther kitu kimoja. Sijui unaweza kutuambia, akasema hiki kitu usikifanye. Alisemaje? Asante. Mordekai aliambia Esther kwamba asiseme kwamba wao ni Wayahudi. Alisema kwa mambo ya dini na kabila yetu usizungumzie mtu yeyote, na hakika hakuzungumzia. Hivi katika maisha, ni katika mazingira namna gani, katika circumstances namna gani tunaombwa kutozungumza kuhusu imani yetu, na itakuwa ni jambo la hekima? Pengine asante. Ndiyo. Wakati Yesu alipozaliwa, walimuficha ili wasimue.
nasi pengine tunaweza kuwa safarini, tunakuta wajambazi wanasema tunatafuta washika sabato, tukimpata humu tunamuua. Nadhani unaweza kuwa kimya kwa muda huo, lakini usiwe kimya milele. Unaweza kuwa kimya kwa muda huo, kwani usijitokeze, usiseme mimi ni msabato, mimi niue. Ndio. Mungu anasaidia yule anayejisaidia. Usiseme uwe kimya milele, lakini kwa muda mfupi tu. Asante. Hata Biblia inazungumza kwamba Esther hapa alikuwa kimya kwa muda fulani, lakini sio kwamba kisa kyote kilisha anapokuwa kimya. Wakati muda wa kuzungumza ulipofikia, alizungumza. Wakati wa kutetea imani ilipofikia, aliitetea hakika. Tuliona kwamba Mordekai, Esther akapata neema, akawa malkia kwa sababu alikuwa bikira, alipata kibali machoni pa Mungu. Na Mordekai alikuwa amepata kazi ya kufungua mlango. Na kulikuwa mtu mmoja ambaye aliitwa Haman. Walisema mfalme Aswero akasema mwanze kumheshimu huyu mtu. Na kila mara alipokuwa akipita watu wanampigia magoti. Lakini Mordekai alitoa ushuhuda wa uaminifu, akakataa kumpigia magoti, akasema mimi ninamwabudu Mungu mmoja. Walipomwambia kwa nini, akasema mimi ni Myahudi, katika imani yangu hairuhusiwi kuabudu mtu. Nasi pia tumejifunza kwamba ni lazima tusiabudu watu wengine tofauti ya Mungu. Mungu ndiye apate nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Hivi baada ya pale tukaona jinsi gani kwa ajili ya kasirani ya Haman akasema sasa hawa watu ni lazima niwaue. Mordekai ni muue na Wayahudi wote. Walichofanya ni nini ili kwamba wasiuawe? Esther na Mordekai na Wayahudi wengine walifanya nini ili wasiuawe? Esther na Mordekai waliomba kwanza Mungu kwa muda wa siku 3. Walipoomba Mungu wakiwa na imani kwa Mungu, Esther alienda kule kwa mfalme, hata kama mfalme hakumuita lakini alienda kule, kwani walikuwa wametanguliza kwanza Mungu mbele. Wakaenda kwa mfalme, Mungu akajibu maombi yao. Mungu alijibu maombi yao. Hivi katika maisha ni lazima tuwe watu wa maombi. Maombi na mafungo inaweza kuleta mabadiliko, inaweza tuletea majibu ambayo kitu kingine chochote hakiwezi kutuletea. Mara tunapomtegemea Mungu, hakika Mungu alifanya muujiza. Hivi kwenye muujiza wa Purim, kwa sababu ya Purim, kwa sababu Haman alikuwa ameandaa, alikuwa amelipa hata watu watakaowaua, lakini Mungu alibadilisha mambo. Waliojiandaa kuua wengine ni wao ndio wakafariki. Ndio wanaosoma Biblia wameelewa, wamegundua kwamba katika kile kitabu kia Esther hakuna neno Mungu halipo, lakini matendo ama miujiza ya Mungu inajaa katika hiyo kitabu. Katika maisha yetu pia kunajaa miujiza ya Mungu. Mungu hutenda katika maisha yetu. Kati yetu kuna mtu ambaye anaweza kuzungumza kitu ambacho anaona kwamba Mungu hakika alikitenda katika maisha yake na anakishukuria kwa sababu ya maombi ya mafungo. Anasema basi nilipokuwa hivi Mungu alinifanyizia hivi, kwa sababu ya maombi na mafungo Mungu akatenda. Mimi ninaweza ninakuwa na ushuhuda. Ndio. Ni wakati nilipokuwa mjamzito. Nilikuwa na damu nyingi sana, lakini nilipozaa damu ikakwisha. Ndio. Nikasema mbona wakati nilikuwa mjamzito damu ilikuwa nyingi? Kwa nini ninapozaa damu inakwisha? Ilikwisha kukwisha mpaka nikakuwa naona mtoto, nikasema Mungu namwacha huu mtoto. Nikakuwa naomba pale kimoyomoyo na sina nguvu, ninakuwa na kidonda cha upasuaji, damu imekwisha. Lakini Mungu alijitokeza kwa waganga, nikapata dawa za majani, nikapata sindano. Mungu alisaidia, sikuongezewa damu. Mungu alitenda miujiza kwa dawa za majani. Hilo ninalishukuria Mungu sana. Tunamshukuru Mungu. Hakika Mungu ni mwema. Na ukifikiria rafiki yangu, wewe una orodha ya watu ambao unawaombea, na kusihi kuenda mahali fulani, mmoja wapo wa wale ambao unawaombea, umwelezee kwanza kitu kimoja ambacho Mungu amefanya maishani mwako. Ushuhudie ukubwa wa Mungu. Huo ni ushuhuda tosha. Na tangu sasa naweza kusihi kila mtu, kamata karatasi ama journal ama agenda, uanze kufikiria kwa mambo tangu ulipozaliwa mpaka hapa. Andika mambo madogo madogo ama makubwa makubwa ambayo Mungu alifanya katika maisha yako. Na wewe ukiyafikiria kila siku, ukiyachunguza, utaona imani yako ikikomaa, utakapoona kwamba hakika Mungu anatenda. Kuna watu wengi ambao wanadhani kwamba Mungu hatendi, lakini Mungu
huwa anatenda. Kulingana na kisa kile ambacho umekizungumzia kia Shadrach walipozaliwa. Ndio, Mungu anatenda. Hata wewe mtazamaji, ikiwa Mungu amefanya kitu kimoja katika maisha yako kikubwa, ama kile ambacho unaona kama ni kidogo, andika kwenye comment Mungu alikufanyizia nini. Huenda mtu atakayesoma tu comment ataendelea kutumainia Mungu zaidi atakaposikia kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Asante sana. Hivi kwenye kufikiria zaidi kuna kuwa maneno yanayozungumza kwamba kujifunza zaidi, nasema kwa kila nyumba na kila shule, kwa kila mzazi, mwalimu na mtoto ambaye nuru ya Injili imeangaza juu yake, linakuja wakati huu wa zahama swali aliyoulizwa Malkia Esther wakati ule wa msiba mkubwa katika historia ya Israeli. Ni nani ajuaye kama wewe hukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama na huu? Hivi Esther, Mordekai akamwambia Esther, haujui kama Mungu aliruhusu uwe mfalme malkia kwa sababu gani? Hivi wewe pia haujui kwa nini Mungu aliruhusu uzaliwe mahali ulipozaliwa? Haujui kwa sababu gani aliruhusu ujuane na yule unayejuana naye? Haujui kwa nini? Hivi ingalikuwa heri kila mtu kuomba Mungu, nasema Mungu nisaidie, fungua macho yangu, kwa nini uliruhusu niwe hapa? Nipatie neema nifanye kile ambacho ulisukuma niwe hapa. Mnanielewa vizuri hapa? Hapa kuna kwanza kaswali. Mnaona Esther si alikuwa malkia. Okay? Esther alikuwa malkia, lakini katika umalkia wake aliendelea kutetea imani. Kuna uhusiano gani kati ya cheo chake na imani yake? Uhusiano unakuwa pale ni wakati alipata cheo kikubwa, lakini aliendelea kuwa na imani na kumtetea Mungu. Kuna mara watu wanapata kazi ya juu sana, wanamtupa Mungu, japokuwa wanaweza kutetea Mungu kwa ile kazi yao ya juu sana, na wanaokoa taifa lingine kwa ajili ya cheo chao. Lakini kuna wengi wanaacha Mungu sababu ya cheo, lakini Esther alitetea Mungu na cheo chake kilisaidia wengine wa Yahudi yote. Asante sana, Mungu akubariki. Hakika Esther katika cheo alimtetea hata Mungu kwenye cheo chake cha juu. Jambo lingine hapa ni kwamba Esther wakati aliambia Mordekai akasema muende omba na Wayahudi wote nami nitaomba na wafanyakazi wangu. Alisema hata kama mfalme hajaniita nitakwenda, nikifa nife. Okay. Mkumbuke kwenye kitabu cha Ufunuo 13 kuna kuwa swala la kuhusu pambano kuu kati ya uzuri na ubaya. Hivi kati ya ibada ya Mungu na ibada ya shetani. Kabla Yesu aje, kutafikia watu watalazimishwa kushika siku ya Jumapili badala ya Sabato. Na wale watu watazuiliwa kuuza ama kuuzisha. Maneno haya ya Esther inatupatia ujasiri gani wakati hiyo siku itakapofika? Hiyo Esther alisema kama nikufa nife. Maneno haya ya Esther inatuonesha hata tuwe kwa hali mbaya, Mungu anakuwa pamoja nasi. Ni heri kufa kwa ajili ya kumtetea Mungu kuliko kuishi kwa ajili ya kumtetea shetani. Ni heri kupata uzima wa milele kuliko kuangamia milele. Tumtetee Mungu kwa hali zote, iwe hali njema, hali mbaya, lazima tumtetee Mungu ili tupate raha milele kuliko kuangamia milele. Asante sana, Mungu akubariki. Hivi kuna kitu ambacho, ujumbe gani unao kwa ajili ya wale watazamaji? Unaweza, kitu gani kimekusaidia ama unataka kisaidie wale wanaotusikiliza na kututazama? Kitu ambacho mimi kinanisaidia ya kwamba hata kitu kimoja kifike, wanasema sisi Waadventiste tutawana soma katika siku ya Dimashi. Wewe Mwadventiste utezi katala, unaendelea tu kutetea Mungu imani, unawasoma katika siku ya Sabato. Umewa na kuua nuo unasoma siku ya Sabato mahali kwa kusema siku ya Dimashi. Asante sana. Hivi ni heri kuuawa kwa kutetea imani kuliko kuishi wakati bado unakaa pasipo kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu. Hivi nawashukuru kwa uchambuzi wenu mzuri, hakika Mungu awabariki. Amina. Ndugu mtazamaji, ukiwa na swali ama changamoto yoyote, andika kwenye comment. Usikose kutoa experience yako na Mungu, kitu ambacho Mungu amekufanyizia kikubwa ambacho hutasahau ama kidogo, andika kwenye comment. Shuhudia Mungu mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Amina.
tunapofunga ibada yetu ya leo, nani atatuweka tena mikononi mwa Mungu? Tuombe. Asante Mungu, kwani umekuwa pamoja nasi kwa uchambuzi wa Reflexion Verse. Bariki msikilizaji na mtazamaji, utupe imani tu, tukutetee hata kwa hali mbaya kama Esta. Uwe nasi kwa muda wote utakapokuja, kwa jina la Yesu, amen. Amina. Nitakuwa kama Esta na Mordekai. Mungu akubariki.